Wakazi wa St. Agnes katika eneo la Sikujua, kaunti ya Taita Taveta, wameshukuru kanisa Katoliki pamoja na viongozi wa serikali ya kaunti hiyo kwa kusitisha mpango wa kubomoa makazi yao kufuatia ujenzi wa ukuta wa shule ya St. Agnes kwa ajili ya usalama wa wanafunzi. Kulingana na Phili Mgoda, mkazi wa St. Agnes, anasema kuwa uamuzi huo ni wa busara kwa familia 39 zilizo ndani ya shule hiyo kwani zitakuwa salama. Majina naitwa Phili Mgoda na ni mkazi wa kijiji hiki cha St. Agnes, na tunashukuru leo kwamba tumekuwa na mkutano kati yetu na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki pamoja na wakazi wa hapa Sikujua ambapo ni area St. Agnes. Na sababu kuu ya kukaa na mkutano huu ni kwamba shule wamekuwa kieka fence siku ya leo, na ikawa sisi tukawa na wasiwasi, hatukuelewa nini kinaendelea. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu hawa viongozi tulipokuwa na mkutano wametuelewesha kwamba shule wanaeka fence kwa sababu ya ulinzi wa watoto, na ingawaje kuna watu familia 39 ambazo zimefungiwa kwa ndani, furaha yetu ni kwamba watu hawa bado wataendelea kukaa hapa ndani na watatengezewa nafasi ya kutoka na kuingia, si watu wamefungiwa ndani. Na hii fencing imefanywa wakati tunaendelea kungoja ile order ya rais wetu ambaye alikuwa ameongea kwamba ataenda kusuluhisha mambo haya yetu ya St. Agnes. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu tunaamini kabisa mkutano huu utaleta mwafaka wa jambo hili ambalo tumesumbuana nalo kwa muda mrefu, na tunaomba kwa unyenyekevu kwamba rais wetu akaweze kuharakisha jambo hili, akaweze kuafikiana na watu wa kanisa ili kwamba tukaweze kumalizia jambo hili nasi tukaweze kupata amani. Aidha, mwenyekiti wa eneo hilo amewahimiza wakazi kudumisha amani wakisubiri hatua zaidi. Hii community hapa ndani, na nimeona tu furaha sana ndani ya roho yangu kwa sababu hii kukutana hivi ama kufanya wakitaka kuweka fence ni kuonyesha kwamba sasa ndio tutajua mwanzo na mwisho, maana hili jambo linaenda kufikia mwisho sasa. Ukifanya jambo kama hilo ndio tunaendelea kwenda kufikia mwisho. Na zaidi ya yote tutashukuru kanisa, hasa Father Were. Tulikuwa tunamwekea kuduku katika roho zetu, lakini tumeona kumbe mtu watu alikuwa hana maneno na sisi. Ni mtu alikuwa na furaha na sisi, ila tu ni vile tulikuwa tuwasiliani na yeye. Hiyo labda ndikaleta shida. Kwa hivyo pia tumeshukuru kwa upande huo. Tumeshukuru pia kwa kaunti yetu tulivyojulisha mara moja wamekuja na tukaja kukutana sote kwa pamoja. Na naamini kwamba hili jambo litaenda kuisha vizuri kwa amani na furaha na kwa upendo, na tunaendelea kuwa na majirani wema kama vile sote tunakaa. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa hilo, nikiomba pia rais wetu mali alipo saizi afanye tu jukumu la kuchukua haraka ili aje amalizie hili jambo kwa haraka. Tarajiwa Mbololo wa 2027. Mimi nachukua fursa hii kusema asante kwa kanisa kwa kuwa tumekuwa na kikao na tukaelewana baadhi ya mambo. So nataka kusema kwamba tunashukuru, na wananchi ambao wanaishi St. Agnes msikuwe na wasiwasi, tunaenda kupata suluhu. Alafu mwisho, na ningependa kumwomba rais wetu ashughulikie wala kwamba alisema ataongea na kanisa la Catholic kwamba watu wake wasitaabike. So angalia hilo swala, at least watu wakuwe sawa. Hata hivyo, kwa sasa hali ni ya kungoja na kuona kama yale yaliyoahidiwa kwa wakazi yatatekelezwa au la, kwani wakazi hao wanatarajia suluhu ya kudumu kuhusiana na ardhi hiyo. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, jina langu ni Patience Samba.